Bwana Yesu asifiwe, wapenzi wa Mungu, wasikilizaji wa House of Prayer. Karibuni tena katika kusoma neno, kwamba tunajikumbusha kila siku kusoma neno japo moja, ili tuweze kuijua Biblia na tumkaribie uso wa Mungu, kwani tunahitaji kumkaribia Mungu ili tuone matendo yake makuu, na matendo yake ni makuu, yanatisha kama nini. Leo kuna somo nimeliona ni vema tukalisoma kidogo, ili kutambua sifa za Mungu na uwepo wake. Itakuwa ya baraka zaidi kama tutakwenda kusoma. Biblia yangu huwa natumia simu. Ili somo ni Zaburi 136 mstari wake wa kwanza mpaka wa 25. Tutasoma hapo, tutakapoishia basi itakuwa ni ya baraka zaidi. Tuanze kwa kusoma hivi. Inasema Zaburi ya 136 mstari wake wa kwanza mpaka 25 unasema: Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya alifanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyetandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jua likatawale mchana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota zitawale usiku, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyowapanga wa Misri kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawatoa wana Israeli katikati yao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa mkono hodari wa mkono ulionyoshwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyegawa bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawavusha Israeli katikati yake, kwa maana fadhili yake ni za milele. Akawaangusha Farao na jeshi lake katikati ya bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliongoza watu wake jangwani, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliwapiga wafalme wakuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawaua wafalme mashuhuri, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sioni mfalme wa Omori, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na Ogu mfalme wa Bashani, kwa maana fadhili yake ni za milele. Akatoa nchi yao iwe ardhi, kwa maana fadhili yake urithi. Akatoa nchi yao iwe urithi, kwa maana fadhili zake ni za milele. Urithi wa Israeli mtumishi wake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Aliyetukumbuka katika unyonge wetu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akatuokoa na watesi wetu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kila chenye mwili akipa chakula chake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Maandiko matakatifu ya Mungu yaliyo katika Biblia haya. Amen. Najua kwa maandiko haya basi umepata chochote na ukabarikiwe. Amen.